minong'ono mingi imeibuka mara baada ya Rais Samia kuzungumza na mfungwa ambaye ana trendi sana katika mitandao ya kijamii ikiwemo YouTube. Pande mbili zimeibuka ambapo wapo wanaodai kwamba yule ni mfungwa kweli, lakini wapo ambao wanasema yule ni afisa usalama wa taifa. Sasa wanaodai yule ni afisa usalama wa taifa wana hoja zifuatazo. Hoja zao wanadai kwamba mtu huyu anajulikana, wao wanadai wanamfahamu mtu huyu. Lakini pamoja na kwamba wanadai wanamfahamu mtu huyu, hawataji kwamba huyu ni nani, jina lake nani, maisha yake yakoje, alikuwa wapi. Kwa hiyo hawatoi taarifa ambazo zinaweza zikathibitisha kwamba kweli wanamfahamu. Lakini hoja nyingine ya watu wanaosema yule ni afisa usalama wa taifa, wao wanasema mfungwa hawezi kuruhusiwa kumnong'oneza rais. Kwamba mtu ambaye amefungwa tunaamini ni mhalifu na bado hajamaliza kipindi chake, kuruhusu amnong'oneze rais ni jambo la hatari kiasi kwamba anaweza hata akamng'ata rais sikio. Hii ni hoja ya watu. Kwa hiyo wanaamini yule ni hakuwa mfungwa, ni mtu ambaye alipangwa. Lakini hoja nyingine ni kwamba jamaa anasema amehukumiwa kwa kesi ya ubakaji akiwa tangu darasa la 7. Sasa darasa la 7 na ubakaji kidogo inaleta kidogo walaki. Darasa la 7 ubakaji, darasa la 7 inawezekanaje? Lakini mimi ninaweza nikasema sawa, ni hoja, lakini na nakubali kwamba sio rahisi mtu wa darasa la 7 aweze kuhukumiwa kwa kesi ya ubakaji. Lakini mimi nimesoma na bwana mmoja, tulikuwa tunamuita Waidashi. Waidashi alihukumiwa, mwanafunzi mwenzangu kabisa, tulikuwa tukisoma shule ya msingi pamoja. Alihukumiwa kwa kosa la ubakaji tukiwa darasa la 4. Alienda jela tukiwa darasa la 4. Lakini yeye tofauti na huyu bwana ni kwamba tukiwa darasa la 7 alirudi akiwa alitoka kwa msamaha. Lakini alienda jela akiwa darasa la 4 kwa kosa la ubakaji. Kwa hiyo huyu darasa la 7 japo inaweza ikawashangaza sana, hasa wanaoshangani hawa Gen Z, niwaambie tu miaka ya zamani ulikuwa ukimuona mtu wa darasa la 7 unajua kweli umekutana na mtu. Sasa hata hivyo hizi ni baadhi ya hoja za watu ambao wanadai yule ni afisa usalama wa taifa. Hata hivyo hoja hizi za malalamiko zinatolewa na upande ambao umekuwa ukileta habari, mara nyingi umekuwa ukileta habari za uongo, inakuwa ni ngumu sana kuamini. Sasa pamoja na hoja hizo zinazodai yule ni afisa usalama wa taifa, lakini ziko hoja ambazo zinadai kwamba yule ni mfungwa kweli, na tunaelekea kwamba kuamini yule ni mfungwa. Alafu baadaye nitaeleza sasa msimamo ama inavyoelekea ni habari sahihi huenda ikawa ni ipi. Sasa wanaodai yule ni mfungwa kweli, hoja ziko nyingi. Mojawapo ya hoja ni kwamba hoja hizi wapo watu ambao wanadai kwamba wametoka jela na wanamfahamu yule bwana kweli ni mfungwa na walimwacha huko, na wengine aliwakuta kule baadaye wakatoka. Hiyo ni hoja nzito kidogo kwamba kuna watu wanamfahamu kwamba yule ni mfungwa kweli. Lakini kinachothibitisha kwamba huyu bwana pengine ni mfungwa kweli, yeye anadai amesingiziwa. Ni kawaida ya wafungwa wengi unapokwenda magerezani, hata kipindi Rais Magufuli anatembelea wafungwa magerezani, ni nadra sana kukutana na mfungwa anakubali kwamba nilifungwa kwa haki. Wafungwa wengi husema wamesingiziwa. Ni kanuni kabisa kwamba wewe umeingiaje, kwamba bwana nilisingiziwa. Hasa watu wa kesi za ubakaji mara nyingi wanakuwa wanasema sana kwamba nilisingiziwa. Inawezekana kweli kasingiziwa ama hajasingiziwa. Lakini kama angekuwa ni afisa usalama kweli, na yale yangekuwa ni maigizo, basi yangefanyika kwa namna chanya, kwa maana kwamba angekubali ni kweli alifanya tukio hilo,
ili ionekane kwamba serikali inahukumu kwa sababu unasema nilisingiziwa, maana yake unaitia doa pia mahakama kwamba wakati mwingine inahukumu watu kwa kuwaonea. Na watu wengi sana katika makosa ya ubakaji, yani mtu ukigombana na mtu mara nyingi, kama anataka kukukomesha, miongoni mwa adhabu kubwa huwa ni hii kesi ya ubakaji. Unategeshewa mtu pale, unajikuta katika matatizo. Kwa hiyo kama kweli ingekuwa huyu ni afisa usalama na yale kweli ni maigizo na yana nia njema, basi yangefanyika kwa nia njema ili kuonyesha kwamba huwezi tena ukatia doa kwamba alisingiziwa. Lakini sasa unakuwa unautia doa muhimili. Mimi nadhani angesema ni kweli alitenda kitendo kile na anajutia, ili kidogo iwe fundisho. Sasa kwamba nilisingiziwa, sasa hii ya kusema nimesingiziwa, anaingia katika saikolojia ya wafungwa na tunaelekea kuamini ni mfungwa kweli. Sasa lakini tunaona kwamba huyu tunaelekea kuamini kwamba ni mfungwa kwa sababu hakusimama rais alipofika, mpaka rais mwenyewe alipomwambia simama. Rais alipoingia, huyu bwana alikuwa ameendelea kukaa nyuma ya cherehani yake, wala hakusimama mpaka rais aliposema simama. Sasa hii ina maana gani, na hii inahusiana vipi na kusema kwamba huyu ni mfungwa kweli? Mara nyingi wafungwa huwa wanachuchumaa au wanakaa chini, hawaruhusiwi kusimama bila maelekezo ama bila ruhusa, kwa sababu inaweza kaonekana kama kitendo cha kutaka kukimbia ama kupigana. Kwa hiyo ni asili ya mfungwa kukaa chini muda wote mpaka aambiwe nyanyuka. Kwa hiyo inaonyesha huyu tayari tabia za ufungwa ameshazipata, hasa kwa kipindi hiki cha miaka 13 ambayo amekaa gerezani. Lakini bwana huyu tunaelekea kuamini ni mfungwa kwa sababu anavyosimulia mkasa wake, anaongea haraka bila kuhangaika kutengeneza matukio. Kwa hiyo huu ni ushahidi kwamba anachosema ni kweli. Hebu tazama, anaulizwa kwamba umehukumiwa miaka mingapi? Anasema 15. Uliingia mwaka gani? Anasema 2013. Maana yake kama ni miaka 15 na anasema anatoka 2028, anasema 2028, maana yake unaona kweli pale ni miaka 15, 13 mpaka 28. Kama mtu alikuwa anadanganya, asingeweza kupiga hesabu haraka namna hiyo. Lazima kidogo pale kwenye miaka angekumbuka ilikuwa mwaka fulani, lakini yeye amenyoka. Lakini anaongeza taarifa, anasema amesoma akiwa pale yeye na wenzake 5, mmoja akafeli. Hii inaonyesha anachokisema bwana huyu ni ukweli. Halafu anachukua na cheti anaonyesha. Kwa hivyo kwa ushahidi huu ama kwa hoja hizo na kwa mazingira hayo ambayo tumeyatazama, mwalimu wenu, pamoja na kwamba mmeniuliza mwalimu, sasa hebu tueleze, tumekwama, mmenitoa darasani, mmenileta hapa tena nianze kuzungumza mambo haya ambayo nilikuwa tayari nimeyaweka pembeni. Nilikuwa nimeanzisha ukurasa mpya wa kuendelea kufundisha watu masomo. Sasa nimerudi sasa kuwaeleza kwamba kwa hoja hizo mwalimu wenu anawaelekeza muamini kwamba yule bwana ni mfungwa kweli. Uvumi unaotokea wala si mpya, tumeusikia tangu enzi za komando wa madafu.